rudia kidogo katika ile briefing ambayo nilifanya mwanzo. Klabu ya Young Africans ni klabu ambayo kwa sasa hivi inamilikiwa na wanachama 100%. Na katika umiliki wa wanachama tulikubaliana mabadiliko ya katiba kubadilisha ule muundo wa umiliki wa klabu. Kwa hivyo tukakubaliana kuwa na 49% za klabu zitaweza kuuzwa, zitabakia 51%. Huu ni umiliki wa klabu na wanachama mko hapa. Lazima mtambue klabu yenu mtaimiliki kwa 51% na 49% zitauzwa kwenda kwa wawekezaji. Wanachama, hiyo ni separate project, ni project haihusiani na uwanja. Tofauti. Umiliki wa klabu na umiliki wa kiwanja ni vitu viwili tofauti. Umiliki wa klabu 49% ndio zitakazouzwa. Kwa hiyo wakati wote klabu ya Yanga itakuwa ni majority shareholder ikiwa na 51%. Na zoezi hilo la kwanza kuuza share bado hatujalianza. Kwa hiyo kwa sasa klabu ya Young Africans inamilikiwa 100% na wanachama wake. Sasa tunakuja kwenye huu mradi wa uwanja. Hii ni project tofauti. Kwa nini tofauti? Kinachofanyika hapa, klabu ya Young Africans inahitaji uwanja na mtu anakuja kuwekeza. Ukiwekeza kwenye uwanja, upasi kuwa na haki ya kuimiliki klabu. Kwa hiyo tumetengeneza mfumo wa kuilinda klabu yetu. Hakutakuwa kuna penetration ya mtu kuja moja kwa moja kwenye klabu kwa sababu anamiliki mradi fulani. Kwa hiyo tukasema hii inapaswa kuwa ni special project, na project hii inatakiwa iwe na uongozi wake, iwe na umiliki wake. Kwa sababu Young Africans inataka kujenga uwanja na mwekezaji amepatikana. Tunachokifanya ni kufungua kampuni. Kwa klabu ya Young Africans kwa kushirikiana na mwekezaji wetu itafungua kampuni. Kampuni hiyo ndiyo itakayomiliki uwanja. Na katika kampuni hiyo inayomiliki uwanja ndiyo 50% ya umiliki utakwenda Young Africans, 50% utakwenda kwa mwekezaji ambaye ni GSM Group. Kwa hivyo Young Africans itabaki kwa 100% ya kwake, hakutakuwa kuna umiliki kwenye ownership ya club, lakini kwenye mradi huu ndio tutakuwa tuna partnership na GSM. Sasa mchango ni nini? Imekuja swali la Juma. Mchango wa Yanga ni nini na mchango wa mwekezaji ni nini? Mchango wa Yanga kwenye hii kampuni mpya itakayomiliki uwanja ni kuleta ardhi yake ambayo tunaimiliki kwa sasa hivi kama Young Africans. Kwa huo ndio utakuwa mchango wetu kwenye mradi. Na mwekezaji analeta nini? Mwekezaji ataleta fedha za kujenga uwanja. Tunapokutana na mwenye ardhi na kuleta fedha, hapo ndo tunaiunda kampuni. Kwa sasa mfumo wa hii kampuni itakuwa ni kampuni mpya tutakayoformulate kuanzia sasa hivi baada ya kusaini hii MOU ya leo. Kwa hiyo mwanasheria, Jumatatu tuna expect kampuni iwe tayari. Mchakato wake wa kuisajili unatakiwa uanze. Na kampuni hiyo itakuwa na 50% za Yanga na 50% za GSM. Kampuni hiyo itakuwa na bodi. Kwa hiyo kwenye bodi pale kutakuwa kuna wawakilishi kutoka Yanga, kutakuwa kuna wawakilishi kutoka GSM. Na wenye viongozi wa bodi hiyo ndio watakaomchagua au kumwajiri CEO au general manager wa kuendesha uwanja. Kwa hiyo operation za uwanja zitakuwa chini ya bodi. Na bodi hiyo ikimwajiri CEO au general manager au meneja wa uwanja na timu yake nzima watafanya majukumu ya kuendesha shughuli za uwanja. Kwa hiyo narudia, mchango wa Young Africans utakuwa ni ardhi, mchango wa mwekezaji utakuwa ni fedha. Lakini Young Africans itakuwa inaleta biashara. Tukumbuke Young Africans ni timu ya mpira wa miguu inayohitaji kutumia uwanja. Kwa maana hiyo sasa Young Africans italeta biashara ya utumiaji wa uwanja straight away. Na kwa sababu uwanja huo utakuwa unamilikiwa na taasisi mbili, uwanja huo utakuwa na kila sababu ya kuihudumia Yanga exclusively, lakini la pili utatoa fursa kwa watumiaji wengine wa uwanja. Atakapotokea klabu yoyote inataka kutumia uwanja kwa ajili ya mechi zake itatumia. Inapotokea tukio la kijamii, kuna shughuli za kidini, kuna shughuli za kimuziki, jukumu la management ya uwanja kuhakikisha linaongeza mapato na matumizi ya uwanja huo, ili sasa wawekezaji wanufaike na mapato na Yanga
anufaike na mapato. Swali limeulizwa jingine, uwekezaji huu ni wa muda gani? Nilisema awali wakati tunafanya presentation, kuna mfumo unaitwa build, operate and transfer, kwamba unajenga, una operate, alafu una transfer. Kutransfer inakuja hatua ya kurudisha ule uwanja kwa Yanga. Mfumo huo tuliukataa kwa sababu tunapofanya build, operate and transfer tunaruhusu 100% za uwekezaji uendeshe uwanja na sio Club Young Africans. Sisi tunataka sasa hivi tumiliki uwanja na kesho tumiliki uwanja. Build, to operate and transfer inakupa fursa ya kumiliki uwanja utakaporudishiwa. Na niwaambie hesabu za uwanja ziko very tricky. Nikupa mfano. Uwanja wa KMC, matumizi ya uwanja kwa mechi moja ni takriban milioni 6 kwenye mechi moja. Ukisema unampa mtu ruhusa amiliki uwanja baada ya kurudisha fedha zake, haitakuwa miaka 5, 10, 20 wala 50. Ukipiga hesabu mwenyewe, kwa mfano 6 milioni ya uwanja wa KMC na investment iliyofanyika, ukaimultiply na namba ya mechi utakazocheza, inawezekana operation ya huyu mtu kurudisha fedha zake inaweza kutumia hata miaka 50. Kwa hiyo tuliona hatuna sababu ya kwenda kwenye build, operate and transfer. Tulikwenda kwenye partnership ya shares 50% kwenye klabu ya Yanga immediately baada ya uwanja kukamilika na 50% za mwekezaji immediately baada ya uwanja kukamilika. Nafikiri nimejibu swali. Haitakuwa na kikomo. Asante. Inapunguza sauti kidogo kwa sababu ya adhana, kuheshimu adhana. Nitaongea kwa swali la kwanza ni stadium. Fish according to ni category 4. Uwanja ambacho kinabeba uwezo wa mechi kubwa kuweza kuchezwa kama ambavyo uwanja wa Arusha unaojengwa sasa na ule ambao unajengwa sasa. Labda hii Yanga kubeba kategori hii na pia hii na picha ya big grass, labda huu utakuwa na ubora gani? Yeah, category ambayo tunakwenda nayo ni category 3/4. Kwa hiyo tunakwenda kwenye category ya juu kabisa ya uwanja. Na kwa level ya club, uwanja wetu unaweza kucheza mpaka finali ya CAF Champions League, which is the latest. Tunakuwa juu ya category ya Zanzibar. Nakumbuka mwaka jana uwanja wa nakumbuka mwaka jana kuna mechi ilichezwa finali ya CAF Confederation Cup Zanzibar kwenye uwanja wa Aman Stadium. Kwa hivyo katika uwanja wa Aman Stadium uliweza kuaccommodate mechi ya CAF Confederation Cup final mwaka jana. Kategoria ambayo tunakwenda nayo kwenye uwanja, kategoria ambayo tunakwenda nayo kwenye uwanja wetu ni category 3/4 ambao unabeba the highest tournament kwenye level ya vilabu ambao ni CAF Champions League final. Swala la kwanza. Swala la pili, swali la pili lilikuwa ni kuhusu aina ya pitch. Pitch ambayo tunakwenda nayo ni high level hybrid, ambayo asilimia kubwa itakuwa ni natural, asilimia chache sana zitakuwa ni artificial. Swali lingine? Mimi ni Vizuri natokea Jibu Sports. Swali langu na maswali mawili. Swali la kwanza ni kuhusiana na jina la uwanja. Uwanja wa Yanga ulikuwa unafahamika kwa jina la Kaunda,
kampani ambayo inaenda kutengenezwa kwa maana ya Yanga na GSM hivi kwenye swala la dini. Swala la kwanza. Swala la pili ni kuhusiana na ujenzi wa uwanja. Tunafahamu serikali kupitia Benki ya Dunia wanatengeneza mji wa kisasa. Imekaaje? Utaanza kutengeneza uwanja then mji utawakuta, ama utaanza mji alafu then uwanja utakuta? Asante. Napenda sana swali yako. Swali la kwanza ni kuhusiana na kujibu swali la pili ambalo linahusiana na nani anaanza. Serikali imesha sign mkataba na mkandarasi ambao mkandarasi anaanza na mto. Tunajua kuna miradi mitatu inaendelea sasa hivi. Kuna daraja la Jangwani limeshaanza kujengwa, kuna daraja la Kigogo na daraja liko Kinondoni, na daraja matatu yameshaanza. So kinachofanyika moja kwa moja ni mkandarasi sasa hivi kupata fursa ya kuanza kujenga mto, na ameshaanza kujenga. Hiyo tunapozungumza ameshasign na wiki hizi wameshaanza kufanya mobilization. Sisi kama klabu ya Yanga tumepewa, mtakuja kwenye technical parameters, tumeshapewa elevations za hapa ambazo tunatakiwa tu, kwa sababu chini kutakuwa ni mtoni. Ukitoka kwenye mto kutakuwa kuna green park ambao watu watakuwa wanatumia kama sehemu za kutembea jioni na watoto kucheza. Hiyo inakuwa ni level ya pili baada ya mto. Alafu kuna level ya tatu ni level ya miundombinu ambayo ni uwekezaji wa ujenzi wa hoteli, restaurants au uwanja wetu. Kwa hiyo tumepewa elevation ya hapa mahali ambapo uwanja unatakiwa ukae, na hizo elevation tumeziingiza kwenye michoro kuhakikisha kwamba sehemu ambazo zinahitaji kujazwa tutazijaza kufika kwenye huo uwezo. Kwa hiyo kwa ufupi, tutaanza sisi sambamba na mradi unavyoendelea, lakini zile dimensions tumeshapewa zinazoturuhusu sisi kuendelea. Kwa hakutakuwa kuna mgongano wa kiufundi sisi tukiwa tumeanza au wao wakiwa wameanza. Kwa hilo liko la kwanza. Umeuliza swala la pili la right, naming right ya uwanja. Naming right ya uwanja ni right ya 50% kwa club na right ya 50% kwa mwekezaji. Nitakupa mfano, najua wote ni wanahabari na mnafuatilia vizuri. Klabu ya Atletico Madrid ina uwanja, historia yake ya nyuma ilikuwa inamiliki uwanja unaitwa Metropolitano, na baada ya hapo wakahamia kwenye uwanja wao mpya miaka kadhaa iliyopita unaitwa Vicente Calderón. Ni jina la kiongozi ambaye alikuwa anasimamia hiyo timu. Baadaye klabu ya Atletico Madrid ikajenga uwanja mpya, ukaitwa huo uwanja Wanda Metropolitano. Wanda Metropolitano ni mjumuiko wa majina mawili. Jina la kwanza la Wanda kwa maana investor, it's a Chinese investment ambayo ilikuja kushirikiana nao kwenye ujenzi, na wale wa China wanaitwa Wanda Investment, kwa wakachukua jina la Wanda kama sehemu ya jina la uwanja, na Metropolitano ikawa ni jina la pili la uwanja huo, likiwa linarudisha historia ya nyuma ya klabu ya Atletico Madrid kwenye uwanja wake wa kwanza wa Metropolitano. Na baadaye Atletico Madrid baada ya kumaliza mkataba wao na Wanda wakahamia kwenye kampuni ya ndege ambayo nafikiri inaitwa Riyadh Air, something like that. Kwa hiyo uwanja ukaitwa Riyadh Air Metropolitano. Na mkataba ulipokwisha wa naming right, wakampata mwekezaji mwingine kwenye eneo la jina, na sasa hivi hauitwi tena hayo majina mawili, unaitwa jina jingine. Kwa hiyo Club ya Young Africans kwenye naming right ya uwanja itabeba jina la GSM na itabeba jina la Yanga kwenye kuliita jina la uwanja wetu. Na GSM ambaye ana 50% ya right atakuwa na uwezo wa kumiliki jina hilo kama nusu ya ownership, na Club ya Young Africans itakuwa na uwezo wa kumiliki jina kama nusu ya 50% ya umiliki wake. Na you never know, baada ya miaka miwili mitatu tukiamua Club ya Young Africans tutaondoa jina letu la Yanga tukaweka mwekezaji kwenye naming right, tunayo hiyo nafasi na standard practice zinaonyesha uko duniani. Kwa hiyo kwa ufupi, 50% ya jina itatoka kwa mwekezaji na 50% ya jina itatoka kwenye Club ya Young Africans. Hiyo itakuja baadaye wakati wa naming rights. Kwa maswali mawili ya mwisho tafadhali.